Sawa, jeni baba. Na hii nayo pia iko na chapter king. Acha niimbe kidogo. Inasema hivi. Ibinda imwe na inadhina mwingi handu mangula sia we mwanasa kowoiwe na waki mwana kadhungi. Ibinda imwe na inadhina mwingi handu mangula sia we mwanasa kowoiwe na waki mwana kadhungi. Na matavise asi na maye ibinda yangai no ikavika ona kwa ninosie itambia ya kuboya muno na kwiya muno ta Ezekia na mwiyai ula utonya ni wa Matei na mwitie abingu wa chapter kingi na mweka ile masia abingu ye chapter kingi mweka ile masia mutange wa Matei abikie makinene abingu ye chapter kingi na mweka ile masia abingu ye chapter kingi mweka ile masia mutange wa Matei abikie makinene abingu ye chapter kingi. Wacha ushike chorus naimba hivi. Chapter kingi na mwika ile masia. Mbona bikamtwende chapter kingi na mwika ile masia. Hapo na mwika ile masia abingu ye chapter kingi. Sawa sawa. Haya, na mwika ko na mwika ile masia abingu ye chapter kingi. Alafu unasema mwika ile masia mutange ile wa Matei. Twende. Mwika ile masia mutange ile wa Matei. Haya, apikie chama kinene abingu ye chapter kingi. Hata apikie chama kinene abingu ye chapter kingi. Yote haya chapter kingi to go. Chapter kingi Piga makofi. chapter kingi Na mwika ile masia abingu ye chapter kingi. mwika ile masia mutange ile wa Matei apikie chama kinene abingu ye chapter kingi. Sawa, asante. Mungu abariki. Nataka tusimame tumlete bishop. Na ukitaka hizi niko na 5 tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naweza chukua na 100 na Mungu atakubariki. Amen. Amen. Sio ni kitu biashara lakini ongeza. Kitu kwa praise the Lord. Amen. So tusimame. Nilikuwa nimetangulia kusema Bishop Fundi Wambua is my dad. Mimi na mheshimu. Na msino huu Mungu anamwambia you have a dad. Hata kama mko na yule dadi aliwazaa. Mtu aseme amen. Amen. Kama sisi ni watu ambao hamtujui kwetu. Amen. Amen. Na tunamheshimu. Na tunamuita dadi. Ngaito mwenengie dadi. No mule mukasema wakana ni wakatana ndivyo this family. Lakini ila ngaiwa mwa kweka neza ndino wa musi eka neza ila mwetikila bala watu amanzo yake. Mungu asi amen. Amen. Noto za kuungima na mabia wanataka kuungima ndio sio kwa kimangoni lakini uzi wa kweli wala ngaiwo pia kuweka mmoja wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe anachadha kieti rahisi. Lakini mtu kumwangalia ndo umwendee sina hapo hata kibali. Unga ile mwelekezi mautasi baitu kujida mako mako. So mwenda mtu kumwangalia bishop na nenda kitani Dr. Fundi ama Daniel Fundi Wambua. Piga mara moja. Piga tena. Piga leo. Karibu sana bishop. Karibu. Tuletee medali. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Mutumia uloko kikunena eta wa Bishop Kavoi. Bishop Jonathan Kavoi ni wa Jesus Testimony Church. Ni rafiki wangu wa karibu sana. Kwa dhati. Tumetembea, tumehubiri injili na in fact Jesus Testimony Church na Rise and Shine Gospel ni kama kitu kimoja.
Tunatembea pamoja, tunafanya mambo pamoja. Amen. Kitaka kwenda kwao tunaenda, nikimwambikiwa na jambo na muita na tunafanya mambo. And is a man of God ambaye ako na kitu ya Jehova. Kwa hivyo dakika kidogo ile atanena hapa, wewe chukua ile ya Mungu. Bwana asifiwe. Ile yake ufanye nini? Uweke kando. Lakini ile ya Mungu chukua. Tuweke mikono yetu pamoja, tumkaribishe Bishop. Bishop ametembea na makamu yake. Na makamu yake ni mchungaji. Nakwambia hii familia iko karibu sana na mimi. Simama hapa. Tunawakaribisha sasa mwanahubiri wa hii. Bwana asifiwe. Na Mungu amewasaidia mmefika huko. Wewe ulifika. Amen. Mama ndiye amefika. Huko ndio kunaitwa Kasokelo. Mama mbao imba mwelewe. Karibuni sana na Mungu awatende mema. Mimi sikwambii urudi. Bishop ndiye atakwambia urudi. Karibu. Asante. Amen. Tumpigie Bishop. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe jipigie makofi. Haleluya. Amen. Turudi tumpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi na kabla sijaongea, ninataka nimwalike mke wangu ninayempenda ambaye amenisalia watoto vijana watatu very handsome na Bwana Yesu asifiwe. Na ninampenda kwa sababu ya kazi ambayo amefanya kwa jamii na kazi ambayo amefanya katika ministry yangu ya Jesus Testimony. Maana yeye ni kama ndiye senior pastor katika kanisa letu la Mother Church na anafanya kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka nimpatie kama dakika kidogo, wewe keti atusalimie kisha Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Acha Yesu. Amen. Na kwa nina ubea kwa ngai nundu wose wake na matei make mololo alo tonisie nundu ofunenga chathita kino. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ngisio kanitunge Bishop Mubea, Bishop Bundi Wambua ola utumbaniesie chathi kino chakuka kuombwa madhambau alama meva. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na onaitu musiona wa Wambua witereka kila mundu ukibane utereka. Bwana Yesu asifiwe. Nena moyo ila Bishop Manoki epitu enda kibeti chake metu tabia undu museo tau na matuthocha kwa mbesi omboya hata Yesu. Amina. Aiwe si mugamba be undu upendede mane inena wakikamba na onakau diese zeda iminya lakini neo ni mienda wo banini. Haleluya. Amen. Mukamba asia ati be andu makula asia kikaku nwende masunge. Na kwa kula asia jambo yake ketwende ni twele ne likoji metuku. Daju eyo ngibo ya unduno kunena breakthrough nene muno na ina ne satani nambe ko ba meyendete ona tuyuka watu kamwithile na nini sineza ona tutaneza kuma kilongo bala umie maimu momemo mbadise zindu siona ikusu siona mambe siothi ona ino mbamba die sindei tuyo kono siomboka baipira mu ndugu ngoni mengiete. Bwana Yesu asifiwe. Kwa une tungianga imo beano ndo acha thiki cha bata na cha bina kila chumba ni twendwa nino kondu wangaine kana andu manga imatendeke hata Yesu. Nini siti kondu wa Bishop mwene nuko makona Bishop tawewe kia undu kondu wake mwene kia kondu andu ayonde na nunu ngai anamutabisia hata Yesu. Kwa une na atuchose ne sana tuichose bamwe na tuithi wano na umwe katika kwika amaungu hata umwe ai na indi ondulo mangu ne na ngithi umina ni asiati edwa wiba na be mundu witha kwika nai
nivo ya umundi ukamwekea nundu mwambililio wa uvosia yakana wa kubwa ni kuwekea ala onde makwikie nai ona ala utesi kana ni makwikie nai kila mundu wonde ukamwekea no yasya wendwina ndwino na mundu onola wekia to onola wakunene kana onola wakwikia ta mweke pyo no kiyanga inake na kuweke acha Yesu nundu Biblia yasya kana ula utaekea na kenda kaekewa kwa mwana asa mwetu asa ketha be mundu wakwikie undu na peka undu withawo benele ngoni nu sio ukamwekea na nikanoboe mundu ni wali akwekea ndwibwa hata Yesu na ne kia kana iyo ndeni tuthi kubwana kila mundu esioka kwake avoete ala tuthi lobi ala mugumo gondwani kila mundu ethi kwake no shindi aya senye ni boye hata Yesu na indi na kere friend mwetu ndakutabya Joshua 6 hata Yesu na Yesu ni ongo ziomina nayo ila Joshua weye si anasia Israeli kana mesunguka okutosu mala moza na nununga yaisu na wathi kuomboka haleluya kwa una kwa nekete kana madhamba wasu moza twatagwa bano ila tuothi kuboya monde methi andi haleluya ona kuta na thea monde methi andi na hiyo ndio kwa breakthrough na ndio kwa ngai yake kama manene madhayo ni maitu hata Yesu kwa une ndo kwa bau ndo niona bishop gaungama akaube wathi kwenda akwino ndatekemwa eko utonga mei Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nataka twende katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza na mstari wa 26. Kuna andiko nitaenda kusoma mahali pale na kisha tutaendelea. The book of Genesis chapter 1 verses number 26. Buku ya mwambililio kimujambe musome ngulia dhamba tu. Yasya nitodi kusoma. Isoma kwa Kisungu nani. Ngedwangia liolana kikamba mala maingi. Nange kio Kiswahili bo. Interpreter utasema. Na ngai yoyosa nguma. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
The Bible says, then God said, let us make humankind in our own image, according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle, and over all wild animals of the earth, and over everything creeping, over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created humankind in his own image. Verse number 28, which is very important. Muswame ngoli na nyanya naguo ni wa maana muno. God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over everything that moves upon the earth. God said, see, I have given you every plant yielding seed that is upon the face of the earth, and every tree with the seed in its fruit. You shall have them for food. Tuombe. Baba Mungu mtakatifu, Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, naomba Roho wako mtakatifu akanene na mioyo yetu. Wewe ni Mungu unayetupenda. Ndio sababu umetupatia siku ya leo. Ndio sababu umetuleta mahali hapa Bwana, kwa ajili ya kazi yako, Mungu wa amani, si kwa ajili ya kazi yetu. Bwana, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, watu hawa wasinione na watu hawa wasisikie kutoka kwangu, bali Bwana Mungu, ninaomba watu hawa wakakuone, naomba watu hawa wakasikie kutoka kwako, maana kutoka kwako ndipo panaye mausia ambaye ni ya uzima. Katika jina la Yesu naomba Baba, kwa ajili ya watumishi wote ambao wamefika siku ya leo, uachilie neema na baraka juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Naomba Baba, kwa wote wale wamefika Mungu, wale ambaye Bwana wanaitanishwa na jina lako, wengine wanaitwa wana wako kwa sababu umewaokoa Baba, wanaopitia katika shida mbalimbali, siku ya leo ukakutane na kilio cha kila mmoja wao katika jina la Yesu. Naomba Bwana Mungu uachilie neema, hata kwa sababu ya wale hawajaokoka wako katikati yetu. Bwana Mungu, tunayosema mapenzi yako, wakapotea na kuangamia na kuingia jehanamu. Siku ya leo huenda ikawa mkutano huu umefika hapa kwa sababu yao, ewe Bwana, ili wapate kufunguliwa na wengine kuokolewa Bwana, na wengine kuponywa. Naomba Baba Mungu wa amani, huruma zako zikapate kushuka katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nimeona ukitembea sehemu nyingi sile tumefika katika jina la Yesu. Nimeona ukiwa mwaminifu kuponya, kuinua na hata Baba kujenga katika jina la Yesu Kristo. Kwa ajili ya madhabahu ambayo sinatajwa, ambayo ni madhabahu sabahari, tunasitangazia kushindwa katika jina la Yesu. Tunasitangazia kupomoka kwa neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kila kona na kila pembe Baba tunakabidhi mikononi mwako, ili jeshi lako kubwa kutoka juu mbinguni likapate kushuka na kutawala katika jina la Yesu. Neno na mioyo yetu Bwana, enda ukaponye mioyo yetu, hata tunapoketi wengine waanze kupona. Roho wako ikatembee kwa njia kubwa. Asante Baba Mungu wa mbinguni, jina lako litukuzwe na jina lako lihimidiwe na jina lako lipewe sifa. Kwa jina la Kristo Yesu mwana wa Mungu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
zetu. Nitamkia kwa nisaidie. Praise the Lord. Amen. Hata hiyo. I want to thank God because of today. Nenda utunga ngai mo bya ndo wo munde. Because He is a faithful God. Ndio ngai mwekeku. I want to tell you He has a plan and a purpose Nenda kutabia na mubango na ina kitumi for your life today. Ndio thy work. It is not in vain that we are in this place. We live out or mana. Praise the Lord. The Lord God is going to do something in your life. And I want to say it is the beginning of beginnings. In somebody's life. In the name of Jesus. Praise the Lord. I want to say it is not about you. Hallelujah. Amen. It is about Jesus. Your life is not about you. Your ministry is not about you. Praise the Lord. Whatever you do is not about you. Hallelujah. It is about Jesus. It is about Jesus. And I want to tell you, if we join together and we praise our Lord together, I want to tell you, great things are going to happen in the name of Jesus. Hallelujah. I have seen the faithfulness of this God. Hallelujah. In our family, we are born 10 of us. 2 girls and 8 are just brothers or men. Praise the Lord. And my father, Kavoi, was a pastor. Praise the Lord. And some of the young brothers, very young, those who are 50 from me, they went to secondary school and they got saved. Hallelujah. Amen. And now my elder brother, I'm second born, we started fighting the younger brothers because we were protecting the denomination of our father. We were saying we don't want this thing of somebody shouting and crying here. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. But can I tell you something? Jesus started saving from the youngest to the eldest. Hallelujah. Amen. I remember one day I was just running after my brother, carrying a very big stick. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Jumping over the benches in our father's garden. And telling him, I don't want to see this thing here. But can I tell you something? There is nothing that can protect salvation from coming to your life. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And later, we all got saved. In our father's family, we have got 5 pastors. Hallelujah. Hallelujah. And we have got 1 bishop. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. To destroy the altar of the enemy, the devil. Praise the Lord. Amen. It doesn't matter whether there are 7 altars or 1 altar or 100 altars. Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you one thing. We have got victory
victory in the blood of Jesus. We have got victory in the name of the Lord Jesus. And Jesus himself said it is finished. Hallelujah. There at the cross of Calvary. There at the cross of Calvary. Jesus said it was finished and it is finished. Hallelujah. There is no power above the power of Jesus. Hallelujah. The word of God where we have read in the Bible, the Bible says, and God created humankind in his own image and likeness. Praise the Lord. And the Bible says God loved mankind. Praise the Lord. And the Bible says, and the God blessed mankind. Turn to your neighbor and tell your neighbor, there you are. You are a blessed person. You are a blessed person. That's what the devil is saying. You are a blessed person. Praise the Lord. Amen. You may not be saved and say, these ones who are saved are the ones who are blessed. I'm not blessed. I have got news for you. You are blessed. Praise the Lord. Amen. And it is your time to discover that you may recover what the devil has stolen from you today. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says, when God blessed mankind, hallelujah, he told him, I give you everything. I have given you the fish of the sea, the birds, hallelujah, amen, the cattle, wild animals, praise the Lord, amen, and every yielding tree, together with all good fruits. Praise the Lord. Amen. God gave to us. But can I tell you something? When God blessed mankind, the devil alleviated that. Hallelujah. Amen. And he came and tempted Adam through his wife. Praise the Lord. Amen. And the man fell in sin. And he ran short of the glory of God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. And from that time, men became, people who were very far from God. Praise the Lord. Amen. And God saw that man has gone so far from me. He doesn't have any relationship with me. Hallelujah. Amen. And the Bible says, and God send somebody. Hallelujah. Amen. Because men, they fell in sin through one man. Praise the Lord. Amen. God through another one man decided to deliver the whole world and restore the world back to
himself. kwanzia ya mundu omwe ngai aose tambia ya kutungia mundu na ndio ndekulawe. Praise the Lord. And that's why I'm standing here to tell you. na ndicho kutobe nonje bala mundu mutabye. Praise the Lord. Muyataiwe. Without that one man who was saved. Bate mundu sumu watumiwe. Because in the book of John chapter 3 verses number 16. Nondu ndinu bukuya Yohana kitabu musokoma The Bible says, for so God loved the world, Biblia sino ngaidwa nende. so that he gave his only begotten son. Nundo nwanenge ni mwana wake umwe. Hallelujah. Hallelujah. So that whoever Nekana ulauka believes in him might have everlasting life. Might have everlasting life. Might have everlasting life. Hallelujah. We don't purchase salvation by money. Hallelujah. It is not by our own stature. I want to tell you from today, it is by the name of Jesus. Living in the name of Jesus. Confessing that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. And that God resurrected his son from the dead. And you will be saved. I want to tell you, you will be saved. Can I tell you something? We have got 9 gifts of the Holy Spirit. Hallelujah. But before you receive these 9 gifts, I want to give you the greatest gift. The greatest gift that we are given by God. Hallelujah. It is called eternal life. Hallelujah. Praise the Lord. Can I tell you something? We are living at a very bad time. When people are backslidden, hallelujah, they are singing choir, confessing salvation, hallelujah, when they are not saved. I have come here to remind you, singing choir will not take you to heaven. Your baptismal name will not take you to heaven. Hallelujah. Hallelujah. Wearing a white garment, very white, from the top of your head to underneath your feet. Hallelujah. That one cannot take you to heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Carrying a big cross. It is not taking you to heaven. And in this service, we is the service of deliverance. Hallelujah. Whereby we have come here to break every out of the enemy. I want to tell you something. Praise the Lord. It is your time. Hallelujah. It is your opportunity that God has given to you. Hallelujah. So that you may get delivered.